Karibu katika episode ya mwisho ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu iliyopita, basi hakikisha unagusa like pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Siku ya leo bidada Isoma alikuwa akikumbuka kumbukumbu za maisha yake ya zamani, tena kumbukumbu mbaya tu. Lakini wakati huo anaendelea kukumbuka hizo kumbukumbu mbaya, kuna wapendanao wawili walikuwa wakipita katika eneo hili. Hao wakaanza kumkumbusha kumbukumbu nzuri. Sasa kumbukumbu nzuri zilikuwaje za bidada Isoma? Hasa utakao uamini macho yako. Kumbe bidada Isoma alikuwa ni mpenzi wa Mwamba Rock John. Ilikuwaje sasa watu walikuwa wapenzi kati wote tunajua kwamba yule bibi ndio alikuwa mpenzi wa Mwamba. Sasa hili jambo likawa linamshangaza mpaka bidada Isoma yeye mwenyewe akaanza kuipiga ile mashine ya kichinga ambayo inauzauza vinywaji hapa nje, lakini hakuna kilichoweza kutokea kwa sababu alikuwa anatamani hata aende Jehanamu, lakini hata ile treni kutokea kuzimu haikuja. Lakini yule paka mtu anayefahamika kama Sonia akamwambia kwamba acha kupoteza muda wako kwa sababu muda si mrefu utakwenda kutoweka kabisa huko mbinguni. Bidada ikabidi kwenda kumtafuta Rock John na kuanza kumwambia kwamba nataka kujua ukweli juu ya mimi na wewe. Kuna kitu ni kama kinakuja katika akili yangu na sikielewi kabisa, kana kwamba eti mimi na wewe tushaikuaga na mahusiano zamani. Mwamba Rock John hakuwa kabisa na jibu lolote. Ikabidi kuelekea kwa kiongozi mkuu wa Malaika. Alipoweza kumuuliza, kiongozi mkuu akasema kuwa Isoma ni kama kifaa ambacho kina kumbukumbu mbaya za maisha. Hicho kifaa hakipaswi kabisa kuendelea kufunuliwa kwa sababu kitakuharibia zaidi maisha yako. Na kiongozi wa Malaika akafanya jambo jema kabisa kwa kusema kuwa ili Isoma aweze kuwa huru lazima ahakikishe kwamba moyo wa Isuku unakuwa na mapenzi ya dhati. Alafu kiongozi wa Malaika akasema kwamba Isuku yule mke wako yeye aliamua kuzizika kabisa kumbukumbu mbaya za maisha yake pamoja na huyu Isoma. Ni kumbukumbu gani hizo ambazo hata mume mtu hazijui? Lakini baada ya mazungumzo hayo, Mwamba alikuwa ameketi na bidada wanaongea hivi, lakini bidada aliweza kumwona mtoto mmoja anayefahamika kama Uno, akawa anamfuata. Ghafla yule mtoto akaweza kutoweka. Lakini baada ya pia ya yule mtoto kuweza kutoweka, hata huyu Isoma naye akaweza kutoweka katika hali ya mauzauza tu. Rock John ikabidi kuanza kukimbia na kwenda kumtafuta. Mwisho wa siku akamuona akiwa katika chumba fulani hivi, na katika hicho chumba wako wawili tu. Alishangaa kuona kwamba nyumbani pamebadilika na kuwa sehemu ya kutisha na Isuku yuko ndani, lakini Isoma akiwa anamsogelea. Wakati huu bidada Isoma anaendelea kumsogelea Isuku. Isuku aliendelea kusema kwamba niko tayari kwa lolote lile kwa sababu yote yalikuwa ni makosa yangu. Sasa kuna kumbukumbu inaturudisha nyuma. Inaonekana kwamba Isuku alikuwa na mtoto mmoja mdogo sana alikuwa anafahamika kama Uno. Sijajua kama huyu mtoto alimpata yeye pamoja na mume wake au ilikuwaje, lakini kwa bahati mbaya huyu mtoto alikuwa akimwambia mamake kwamba anahitaji kununua kigari hicho kimdoli, lakini mama mtu akawa amekataa. Dogo akakataa kabisa kuondoka kwa sababu mamake amekataa kumnunulia kigari. Basi mama mtu akasema kuwa nakuacha hapo akawa anaondoka. Lakini wakati anaondoka akasimama, alikuwa anamzuga tu mtoto wake, ile anageuka nyuma anagundua kwamba mtoto hayupo. Isuku alihangaika sana kumtafuta yule mtoto. Alielekea mpaka katika maeneo fulani vya kanisa. Aliwahi kumwelekeza mtoto wake kwamba kama utakuja kupotea hakikisha unaelekea katika maeneo ya ibada kama makanisa hivi. Lakini mama Isuku alisubiri sana na hakuweza kumuona kabisa huyo mtoto. Lakini katika eneo hilo la kanisa kulikuwa kuna mbwa mmoja. Huyu mbwa bana ndio yule paka mtu ambaye yuko kule mbinguni anafahamika kama Sonia. Lakini wakati huo Uno akawa anafika katika maeneo hayo ya kanisa kwa sababu alikuwa amekumbuka mamake kwamba kama utakuja kupotea njoo katika maeneo ya kanisa. Sasa wakati anaenda katika ile eneo la kanisa huyo dogo Uno akakutana na yule mbwa. Yule mbwa akawa amemfokea na dogo akaweza kuondoka eneo lile. Kwa kweli Isuku alipiga magoti na akaomba sana Mungu kwa sababu huyo kumpoteza mtoto ni kama kupoteza roho yake. Hasa kumbe bana yule mtoto alikuwa amempata yeye pamoja na Mwamba Rock John. Sasa Rock John akakusanya pesa na akampelekea afisa mmoja wa polisi yule anayefahamika kama Kang Hai. Akamwambia kwamba nina pesa hii, naomba unitafutie mwanangu. Lakini yule afande alikataa kabisa kumtafuta. Ndio yule afande ambaye tuliona Rock John akiwa anapigana naye katika maeneo fulani vya barabara baada ya kumkumbusha kwamba wewe alafu ndio ulinikataliaga kunitafutia mwanangu. Akawa amemkumbusha tukio lile kama wote tutakuwa tunamkumbuka. Lakini zile nyakati ambazo Mwamba Rock John alikuwa anahangaika kwa habari ya mtoto wake, Isoma alikuwa kando anachungulia tukio zima lilivyokuwa likiendelea. Na kadri siku zilivyozidi kuhesabu, Isuku alijikuta anapata huzuni sana na akajikuta mpaka anakumbatia midoli kama vile ndio mtoto wake. Jambo hili likawa linamsumbua sana mume wake kichwa chake. Kesho yake Mwamba Rock John alielekea kituo cha polisi akiwa na pesa nyingi, lakini akaambiwa kwamba afande Kang ameacha kazi na anaendelea na shughuli zake nyingine. Jamaa akasema kwamba nitanguliza kiasi kidogo cha fedha, aliniambia niongezee, nimekuja kuongezea alafu yeye anaacha kazi. Akaweka kisasi moyoni mwake. Lakini kuna afande mmoja akamwambia kuwa ni kwa nini usiende katika vituo vya watoto yatima, wewe ndio utamuona mtoto wako. Hasa ule wakati Mwamba Rock John anaelekea huko kwenda kumtazama huyo mtoto wake, akashangaa kuona kwamba mbona afande Kang si yule pale, akabidi kumfuata. Sasa wakati anamfuata afande Kang akawasha gari yake na kuanza kuikimbiza. Katika harakati za kuendelea kumfukuzia Mwamba kama ameanguka katikati ya lami na kuna gari kaja kumkanyaga miguu yake yote miwili. Na huo ndio ukawa mwanzo wa jamaa kulala kitandani na kuanza kuuguzwa na mke wake kutokea kipindi hicho mpaka alipoweza kufariki. Na kutokea wakati huo mwanamama Isuku akaona kuwa kama akiendelea kujilimbikizia mawazo basi atakufa mapema, atashindwa kumlea mume wake. Akaamua kusahau yote,
akaamua kusahau kana kwamba aliwahi kuwa na mtoto, lakini pia akaamua kusahau kana kwamba mume wake amepata ajali, akaamua tu kuanza kumlea. Lakini mwanadada Isoma akasema kwamba wewe lazima upotee duniani, lazima upotee, la sivyo nifute kumbukumbu za mwanao katika kichwa changu, fanya hivyo. Lakini wakati huo Mwamba Rock John akavunja mlango na kuingia kwenda kumsaidia huyu mwanamama Isok. Mwamba Rock John akakumbuka matukio ya mbali kidogo kwamba mke wake alijaribugi kwenda kujua kipindi kile amempoteza mtoto, na Mwamba akawa amemkumbatia mke wake kumfariji kwamba bado ana nafasi ya kuishi. Lakini katika dakika hizo hizo kuna sauti wakawa wanaisikia kana kwamba wanaijua. Hii sauti kumbe ndio yule mchungaji ambaye alikuwa amezoeana sana na mama. Wakati mwingi mama alikuwa anapenda kwenda kucheza naye, kumbe ndio mtoto wao ambaye ni Inho. Isoma hakuamini kabisa kwa kwamba Uno yule mtoto mdogo ambaye wakati mwingi alikuwa akimsumbua katika fahamu zake, kumbe ndio huyu mchungaji. Bidada akaanza kuomba msamaha, lakini mchungaji akasema haina shida yoyote. Sasa bidada Isoma alifanyaga kosa gani? Hasa story inaturudisha nyuma mpaka kile kipindi ambacho Uno aliweza kupotea. Baada ya pale alirudi tena na tena katika lile eneo la kanisa, lakini yule afande Kang ambaye anajua kwamba wazazi wa mtoto huyu wanamtafuta, yeye alimchukua huyo mtoto na kumpeleka katika kituo cha watoto yatima, licha ya kwamba alikuwa anafahamu kabisa kwamba huyu ni mtoto ambaye ana wazazi wake. Mbaya zaidi, hakumkabidhisha kwa masista waliokuwa wanahusika na malezi, bali alimfungia katika chumba fulani ambacho kilikuwa kina baridi sana, na mtoto akafa kwa baridi. Na wakati huo Uno aliweza kuungana na mama yake pamoja na baba yake, lakini dakika hizo hizo Isoma akaonekana kuweza kutoweka kabisa katika mazingira hayo. Bila shaka anastahili adhabu yake. Lakini pia mchungaji Uno akaomba arudi duniani ili akazaliwe upya huko, lakini akaahidi kwamba kama Mungu atapendeza zaidi basi aje kumkumbuka mama yake. Licha ya kwamba haya yote yameweza kutokea, lakini mtoto huyu anaondoka na kutengana na wazazi wake, anarudi duniani. Hii kitu ikamsababisha hata mama yake kuanza kujifikiria kwamba ni kwa nini hata yeye asirudi duniani. Nyakati za jioni, Mwamba akiwa ameketi na mke wake wakawa wanajadili kwa habari ya kuweza kurudi duniani. Kiufupi ni kwamba watu kutokea mbinguni wana uwezo wa kurudi duniani, lakini utakaporudi duniani unakuwa huna kumbukumbu zozote zile. Kwa hiyo utakuwa unawaza na unafanya vitu kama binadamu wengine, na kama ukitenda dhambi ni moja kwa moja jehanamu ambako hakuna nafasi ya pili ya kurudi duniani. Kwa hiyo kuna uwezekano hata wewe unayetazama tamthilia hii uliwahi kutokea mbinguni na ulikuwa unamtenda mema sana katika nyakati zilizopita. Je, katika awamu hii hapo unahisi utatoboa tena kurudi mbinguni? Swali hilo jibu kwenye comment. Basi mume mtu na mke mtu wakakubaliana kwamba hapa lazima warudi duniani, lakini mwanamama alifurahi na kusema kwamba utaenda kuwa mume wangu tena kule duniani, au sio? Mwamba akasema tutaangalia. Hasa kumbe bana, Rock John alimfuataga kiongozi wa malaika akamwambia kuwa vipi kama nitazaliwa duniani nikiwa na mke wangu. Kiongozi wa malaika akamweleza kuwa wewe na huyo bibie hamjaanza maisha ya ndoa sasa hivi, mumeishi zaidi ya maelfu na maelfu ya miaka katika huko dunia, na mmekuwa mkioana, mnakufa, mnaoana tena mnakufa, yani ni kawaida kabisa, na huku mbinguni mmekuja zaidi ya mara nyingi tu. Lakini Mwamba alipoweza kuzitazama hizo video zilizoweza kupita, alirudi nyumbani akiwa mnyonge sana. Lakini pia kulikuwa kuna maamuzi ambayo alikuwa ameyafanya ndani ya moyo wake, na siku ya kuweza kurudi duniani ikawa imewadia. Yani mnakwenda kuzaliwa huko duniani, kwa mtakuwa mnakuwa, na kama mliapiana kiapo ya kwamba mtakuja kuwa pamoja, basi iko siku mtakuja kuwa pamoja tena, haijalishi mazingira. Safari kuelekea duniani ilikuwa ni ndefu kweli kweli, walipita njia ambayo kwa kweli unazunguka umbali mrefu. Mwamba akawa amembeba mpaka mke wake katika maeneo ya mgongo. Mke mtu anauliza, aisee, nashukuru sana, kama siku nitakapokwenda kuzaliwa duniani nitakutafuta na ahidi kwamba lazima utakuja kuwa mume wangu tena. Lakini mume akasema hapana, mimi na wewe kutoka tulipokuwa tumeumbwa tumekuwa wanandoa kwa zaidi ya mara 23. Yani tumezaliwa tumekufa, tumezaliwa tumekufa zaidi ya mara 23, lakini katika mara zote hizo 23 hatujai kuwa na ndoa ambayo ikawa na amani mwanzo mwisho. Kila mmoja lazima apate matatizo na tumepitia majanga sana. Akamweleza wazi kabisa mke wake kwamba raundi hii nataka uzaliwe katika namna ya kipekee na uje kukutana na mwanaume ambaye mtapendana sana, hata kitokea Afrika kule Tanzania. Yani hata ukimpata DJ Paul, wewe ukiwa umezaliwa tena Korea kule kasichana fulani hivi amazing, unaweza kumtafuta hata DJ Paul mambo yakaendelea, lakini mimi hapana kwa sasa hivi. Mwanamama aliumia sana, akaingia katika ule mlango wa kuja kuzaliwa upya duniani. Mpaka dakika hii yuko anahangaika, anatafuta namba ya DJ Paul, ameikosa. Tukutane katika season nyingine kabisa ambayo itakwenda kuendelea, lakini katika tamthilia hii kuna jambo la kujifunza muhimu sana. Kumpenda mtu ni kupenda furaha yake, ni kupenda namna ambavyo angefurahia maisha akiwepo duniani. Sometimes unagundua kwamba unampenda mtu na mapenzi yako ni kama yamevuruga amani yake kabisa. Kila siku amekuwa ni mtu wa kulia na kujilaumu sana kuwa na wewe. Ni muhimu sana ukampatia nafasi ili aweze kupata furaha sehemu nyingine. Ninakupenda sana mdau wangu na mpenzi mfuatiliaji wa tamthilia zetu. Ni kusiti kubaki na mimi ukiwa umegusa alama ya subscribe. Kumbuka kwamba tamthilia ambayo inakwenda kujili baada ya hii itakuwa na vipande viwili tu. Hii bana itahusu wakina dada wawili walioweza kunasia katika mnara mrefu sana walipokuwa wakienda kufanya michezo yao. Huo mnara ambao hawa wakina dada wawili walikuwa wamepanda ulikuwa ni mrefu mpaka mrefu tena, na kwa bahati mbaya wakati wa kushuka inaonekana kwamba ngazi ziliweza kuvunjika. Kwa ikawa kisanga ni kurudi chini. Itakuwaje? Watakaa hapo kwa muda gani mpaka waweze kushuka chini? Hilo dude ni bara na nusu, lina vipande viwili tu, usipange kukosa. Kumbuka kwamba inanyenyuka mara baada ya tamthilia hii kuweza kuisha, basi ndani ya lisaa moja kutoka
kutokea hapo utaanza kuona mzigo huo ukiwa umeweza kuingia hewani. Kumbuka kwamba ni balaa na nusu. Wakikuuliza anaitwa nani, anaambie kwamba anaitwa DJ Poa PVP Media Max, na ulikuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho kabisa wa likapu hii. Asanteni sana kwa mapenzi, asanteni kwa wote ambao mlikuwa mnagusa alama ya kulike kila ambapo episode moja ilikuwa ikiweza kutoka. Asanteni sana.